Lakini Mheshimiwa Zahir, mimi namjua vizuri na huwa ananena lugha ya Kikisii ama Kibagusii kikamilifu, lugha ambaye yule mkabila na yule mbaguzi wa kirangi aliyekuwa anamtusi huko Kisii hawezi nena hata neno moja. Na huyu mtu, Mheshimiwa Spika, alianza na ubaguzi wa kikabila, akaenda kwa ubaguzi wa sehemu ambazo watu hutoka, sasa ameenda kwa ubaguzi wa kirangi. Huyu mkabila ni adui wa Wakenya wote. Na wakati napomsikiza Mheshimiwa Rais akisema ya kuwa hawa watu mahali popote wanapoenda hawana sera, hawana ajenda, hawana mpango wowote, na Wakenya wanakubaliana na yeye ya kuwa hata akili hawana, huyu amedhihirisha ya kweli hana akili ya kuwaunganisha Wakenya. Akili zake ni za kuleta ukabila, ubaguzi wa kirangi na migawanyiko kati ya Wakenya. Na nataka niulize Mheshimiwa Spika, uamuru kutoka kwa kiti chako kama spika wetu ya kuwa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Maridhiano NCIC ni lazima wachukue majukumu yao ya kikatiba vizuri, na wahakikisha ya kuwa mtu kama huyu ambaye anachochea uhasama kati ya Wakenya amechukuliwa hatua za kisheria. Najua hayo ndio anataka kusikia. Amepewa summons na tume hii ya Uwiano na Maridhiano, ama ameitwa record statement ili aanze kulialia, sasa nafukuzwa, sijui nakimbizwa. Lakini hatuwezi kubali, na nakubaliana na Mheshimiwa Otiende Amolo amesema, ukiangalia ghasia ama fujo ambazo zinawafuata kila mahali waendako ni ishara dhahiri ya kuwa wao wenyewe wanajipangia fujo. Niliona juzi mwingine anasema zima hiyo kitu, sijui kama nini, sijui kama bangi, sijui iliitwa nini. Mimi sijai vuta bangi, Bwana Spika, kwa hivyo sijui hayo matamshi ya bangi. Lakini ulisikia kiongozi akisimama akiwa kwa jukwaa anasema zima hiyo kitu ya kutoa machozi hata kabla ilipuke, kumaanisha alijua hiyo gesi ya kutoa machozi ilikuwa wapi kwa ule mkutano. Wanajua ilikuwa wapi, wanajua nani anailipua. Wachochezi kama hawa wa ghasia, hawa wachochezi, na unikinge kutoka kwa haya matamshi machafu kutoka kwa Mheshimiwa Karoli Omondi. Kama umejiunga na wakabila, mimi usifikirie unaweza kunitisha Mheshimiwa. Mimi siwezi tishwa na wakabila, siwezi tishwa na watu walio na midomo mirefu ya uchochezi na uhasama kati ya Wakenya. Lazima tulinde